Swali ndugu zetu umesikia, wanasema baada sisi kula wanafanya sherehe au hafla au nikah au zawaj, tunaanza mtu anakuja kusoma Qur'ani ufunguzi, alafu wanasema sadaqallahu alazim. Je, sadaqallahu alazim ni sunna? Sadaqallahu alazim mwisho. Kwanza sadaqallahu alazim maana yake nini? Sadaqallahu alazim maana yake Mungu amesema kweli. Maana yake hivi Kiswahili. Na Mungu anasema katika Qur'ani, wa man asdaqu min Allahi qila, nani ana kauli kweli kuliko Mungu? Wa man asdaqu min Allahi haditha, na nani ana kauli mathbuti au yani kweli kweli 100 kuliko Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza Mungu, maana mtu anasoma Qur'ani hii, baada kumaliza Qur'ani anasema maneno hii ya Allah subhanahu wa ta'ala amesema kweli, ni sahihi wala hatuwezi kukataa. Umeelewa samba kaba? Sadaqallahu alazim maana yake Mungu amesema ukweli. Maana yake huyu baada kusoma Qur'ani amesema hivi, maneno yake kwa jumla ni sahihi. Hakuna anasema kweli kuliko Mola wetu subhanahu wa ta'ala, na maneno yake ni Qur'ani. Lakini inakuja swali ya pili sasa ambayo ndugu yetu anatafuta. Mimi kaida yangu naanza juu alafu nakuja sehemu ya point. Je, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati anasoma Qur'ani alikuwa anasema sadaqallahu alazim baada kumaliza? Hapana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtu amesema mbele yake anataka kusimamisha, yani asimame, kaambia hasbuk, katumia neno hasbuk. Ulama wengine wanasema kusema hasbuk ni sunna. Mtu kusema bana, mwambia mtu ataka Sheikh mathalan Sheikh wetu Mas'ud, imam wetu Sheikh wetu hapa anasoma Qur'an, mimi nataka nisimamishe. Je, niwaambie astaghfirullah alazim au naambia hasbuk? Wasema bora waambie hasbuk. Mtume kaambia Abdullah Mas'ud hasbuk, yani simama hapa hapa. Hii ni ambaye mtume alikuwa hivi. Lakini wakati mtu kama anasoma Qur'ani hatujui wala hajakuja ushahidi ambaye walikuwa wanasema sadaqallahu alazim mwisho. Hakuna. Wako ulama wanaona hii bid'a haifai, wako ulama wanaona hapana, haina shida. Kwani wao wanasema nini? Maneno hii nimesoma mimi, maneno wa Allah amesema kweli. Mwingine anasema ulama haina shida, mwingine anasema ni haifai, bid'a. Sijui umeelewa? Ulama zama hii mختلفana masali. Mimi katika ulama wanasema haina shida. Kwani maana yake nini? Mungu maneno wa huyu Allah subhanahu wa ta'ala amesema kweli, wala mimi sioni ni bid'a. Nakubali ulama wa pili, na ulama kama mختلفana kwetu ni rahma, ni ijtihada yao. Hakuna mtume katika hadithi anasema mmoja wenu kama anasema Qur'an asema sadaqallahu alazim. Hakuna mtume hajakataza na hajafanya. Lakini kusema hivi hana shida. Hata ulama wanasema bid'a wanakusudia kuzuia mlango mtu, yani ataweka lazima kila anasema Qur'ani sema sadaqallahu alazim, kila lazima wanagoba hivi, labda wakwambia bid'a ile azuie mlango asifunguke. Kama mtu asema sadaqallahu alazim ni sawa, kama hajasema ni sawa, haina shida. Sio sehemu ya watu kushikana shati. Narudia tena, sadaqallahu alazim baada Qur'ani kusoma maana yake kijumla Mungu amesema ukweli. Mungu asema qul sadaqallah, Mungu asema sema Mtume Muhammad Mungu amesema kweli. Aya nani anasema ukweli kuliko Mungu? Qur'ani imekuja sadaqallah maana yake hivi. Lakini kusoma baada ya Qur'ani, kila unasema Qur'ani unasema lazima, au mtu hajasema wala sema sadaqallah alazim, sema sadaqallah alazim, sio lazima wala sio fardh wala sio sunna. Mwelewa nizonguni, sio lazima wala fardh wala sunna. Lakini kama mtu amesema hatuwezi kumkataza. Wako ulama wanasema haina shida, na wako ulama wanasema haifai. Basi masala ambaye iko ikhtilaf baina ulama ni madhmuni sadaqallahu alazim maana yake nini, tujue maana yake, haina shida. Lakini wako ulama wanasema haifai, mimi katika ulama wanasema haina shida. Lakini mimi naongeza kitu ambaye nataja hapa, usilazimishe fardhu shawangu kama mtu hajasoma bora sema sadaqallahu alazim, sema sadaqallahu alazim. Sio lazima wala sio fardhu. Kama mtu amesema hamna shida, hajasema hakuna shida. Naam. Lakini kwa mtume hajathibiti. Mtauliza bwana shaka kitu kwa mtume hajathibiti, wao unakubali? Mtume mara nyingine ananyamaza kitu fulani, sio maana yake haramu kwa mazingira.
Mara nyingine Mtume sallam si kitu tunafanya Mtume hajafanya, lakini tunajua kwa mazingira Mtume Muhammad sallam mara nyingine anyamaza kitu fulani atagoba itakuwa fardhi kwetu. Na yeye huwa musharri', yeye mtu wa maneno yake ni sharia Mtume Muhammad sallam. Sasa ni hii mambo mengi katika fiqh imekuja hivi, mtu mara nyingine ana kitu anagoba. Kama Sheikh Mas'ud unajua hadithi Mtume anasema ilikuwa mimi napenda waislamu watu wangu umatu wangu kila moja apiga miswaki kila baada sala na kila baada udhu, lakini nagoba itakuwa kwa fardhi. Mtume sisi tunasali hivi jamaa tarawih, Mtume sala siku 2-3 hajamtangazia watu, kwa watu wamemfuata siku ya 4 hajatoka, na leo tunasali tarawih Ramadhani mwanzo mpaka mwisho. Mbona Mtume amesali mara 3 siku 3 tu? Mtume amesema nagoba kama taendelea itakuwa jueni fardhu tarawih. Sala tano nyewe sisi tuko kimungu mungu, ya tarawih taweza kwa fardhi. Sasa mara nyingine Mtume anaacha kitu maana yake anagoba tufrad alaina au yufrad alaina. Iko kaida na malizia katika fiqh tulab alilm na ulama wanajua عدم النقل ليس نقلا للعدم، عدم النقل ليس نقلا للعدم. Mimi swali langu liko katika zakati al-fitri. Tuambiwa kwamba usitoe fedha. Naam. Utoe zabibu, tende, naam, shair. Naam. Hivi ndivyo alifahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sasa hivi zabibu ziko nyingi na tende ziko nyingi na shairi ziko nyingi. Waonaje tu tumpe tende sasa yani zabibu, tende au shair akawa mwenye kuwalisha wageni wake naye mwenyewe pia inshallah. Asalamu alaykum. Salaam. Huyu shehe wangu uliswali nyume sikia anasema Mtume akasema zakatul fitr toweni tende na bur na shair ni ila akhirih, katika hadithi Abi Sa'id wa ghayruhu radhiallahu anhu. Lakini katika riwaya hii hadithi sahaba mwenyewe anasema ilikuwa chakula yetu wakati ile ni tende. Sallallahu Mtume maana yake tena wakati Mtume chakula ilikuwa chakula rasmi. Leo sisi tende kwetu chakula rasmi ndio maana yake nini? Kama karanga tunakula kama matunda, sio? Sasa hali inabadilika, lakini sahabi anasema ilikuwa tende kwetu wakati ile ni chakula rasmi. Mtu anakualika kuletea sinia tende wakati ile ni hali kuwa dhaifu alhal. Sisi leo tuna neema, kaingia na cholesterol ni nini. Zamani watu wanatafuta riski mwili yao ni jengeka, yaani mtu atafuta fantashiru kuangalia kutembea hivi anakaa strong hakuna kitambi. Lakini sisi hivi tunapata neema za maisha ambayo Mtume alikuwa hana sallallahu alaihi wasallam. Aisha anasema mwezi 2 nyumba yao jikoni iko hakuna moto, wanakula tende na maji tu sallallahu alaihi wasallam. Lakini nyumba ile ilikuwa hali yake hivi, ilikuwa nyumba bora kuliko dunia yote. Katika nyumba yote inashuka wahi nyumba ile na nuru umetoka kule mbali leo tunayo. Sasa leo sisi tunatoa hela, zamani tunatafuta hela na mwili inakaa vizuri, lakini sisi tunatoa hela tufanye mazoezi ile mwili akae vizuri. Mbona hali ibadilika? Lugha yangu mbele jamani. Zamani mtu atafuta fantashiru kuangaika hivi hakuna gari hakuna nini, ilikuwa strong. Sasa hivi kuna gari raha kila kitu, unatoa hela sema mazoezi ile mwili akae vizuri. Sasa ndugu zangu, tende hatuwezi kutoa zama hii. Kwa nini? Hali imebadilika. Manake hadithi inaonesha chakula ya watu rasmi. Leo chakula yetu mchele na sembe na wengine, hii chakula rasmi. Sasa tende leo hatuwezi kutoa. Kwa nini? Hali imebadilika. Sasa wako ulama wanasema kutoa hela zakatul fitr nafaa Abu Hanifa kwa dharura, lakini jamhuri ulama wamekubaliana lazima mtu atoe chakula kuliko fedha. Sasa hatuwezi kutoa shehe wangu tena sisi hivi, maana hali imebadilika. Mtume Muhammad msikiti yake alikuwa hakuna zulia, leo tuko zulia, hali imebadilika, lakini ibada ile ile, sala ile ile katika, na Mtume anasema antum a'lam bi umur dunyakum, nyinyi unajua mambo ya dunia yenu, maendeleo ya dunia, lakini ibada na arkan Islam ni hivi, imani tabaki vile vile. Jazakumullah khair.